Inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema wow. Sifa na utukufu vyote ni kwa Mungu. Bado sijasikia. Sifa na utukufu vyote ni kwa Mungu. Sifa na utukufu vyote ni kwa Mungu. Ishi hapa. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuweza kumpa Mwenyezi Mungu sifa na utukufu. Kwa nini? Kwa sababu ya safari ambayo ya miaka 6 ya sekondari yenu ninyi kidato cha 6. Basi makofi kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hilo. Tukiangalia safari ya miaka 6 kwenu, tunachomshangaa Mwenyezi Mungu ni hiki: vile Mwenyezi Mungu alivyowapendelea sana. Na hata leo nilikuwa nashangaa tulipoanza ibada nikisema ni ninyi Mungu amewapendelea. Makofi kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuwapendelea. Wanangu na wote mliopo hapa, siku ya leo hatuna maneno mengi. Kuna watu walipoona kabisa natoa nondo akasema hatujawahi kumwona Father Sosi ametoa karatasi ana nondo. Sina mambo mengi ya kuweza kuambia, na maneno machache sana. Ya kwanza, kwa sababu mmechoka. Ya pili, mnawaza safari. Ndio, na haya yote yatapita, na tumeongea sana na ninyi, tumeongea sana, ila na mambo machache tu ya kuweza kuwakumbusha. Ndio maana ikabidi niweze kuandika nisije nikasahau. Kwa nini wanangu, katika sherehe yenu hii ya kidato cha 6 ya kumshukuru Mwenyezi Mungu tumeanza na misa takatifu? Kwa nini misa takatifu? Kwa nini tusingeanza kwanza asubuhi kula pilau nzuri zaidi alafu baadaye tukaondoka? Tumeanza kwa misa takatifu ambayo ndani mwake na mambo makuu mawili: liturujia ya neno, ambalo tumesikia neno la Mwenyezi Mungu ambalo limekuwa likiwajenga, na baadaye pia tutakuja katika kipindi cha Ekaristi takatifu ndani ya misa takatifu. Ukifuatilia kiundani sana mpaka mmekuwa hapa mlivyo hivi leo hii, ni kwa sababu ya neno ambalo lilianza kutoka kwa wazazi wenu. Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe, kama mnavyosikia katika kile kitabu cha Yeremia sura ya 1 kuanzia ile aya ya 5 na kuendelea, nadhani mpaka ya 10, anamwambia nabii Yeremia, kabla hujatungwa tumboni mwa mama yako nalikujua, na ukiwa tumboni mwa mama yako nalikutakasa, nikakuweka kuwa nabii. Tena sio nabii wa mtaa, sio nabii wa kata, nabii wa wilaya, mkoa, nabii wa mataifa. Tunamwona Mwenyezi Mungu katika hili kwamba kabla hamjaingia tumboni mwa mama zenu Mwenyezi Mungu aliwajua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alikujua mwanangu, alikujua. Mwenyezi Mungu anakujua, na katika safari ya Mwenyezi Mungu kuweza kukujua, anasema angalia alichokifanya tumboni mwa mama yako. Amesema alikutakasa. Kitendo cha kutakasa manake alikutenga na kila aina ya uovu, na tunamshangaa Mwenyezi Mungu sana kupitia hilo. Tunamwona Mwenyezi Mungu vile alivyokuwa anawatenga tokea mkiwa watoto wadogo, aliwatenga. Kuna wengine Mwenyezi Mungu huwa anawatenga wanakuwa ni wabaraka, kuna wengine Mwenyezi Mungu huwa anawatenga wanakuwa ni wa mikosi. Mfano, katika Biblia takatifu watoto wa Isaka alikuwepo mmoja anaitwa Esau na mwingine alikuwa anaitwa nani? Na Esau yeye alitengwa akawa anashinda tu kuchunga tu, anashinda tu kuwinda huko, lakini Yakobo ndio akapata baraka. Kwa hiyo tunamwona Mwenyezi Mungu pia ambaye ana upendeleo
amewapendelea kwa nafasi kubwa sana. Tokea mkiwa watoto wadogo, mkiwa darasa la kwanza akakutenga, ukajikuta kwamba unafaulu tu. Wenzako mitihani hawamalizi, unashangaa tumemaliza tu haraka. Mwenyezi Mungu alikutenga. Darasa la 7 Mwenyezi Mungu akakutenga, ukashangaa tu umeshine. Wow, ulitengwa. Ghafla ukashangaa tu umetengwa, tumefaulu kwa namna ya ajabu sana. Kwa namna ya ajabu sana. Na tunamwenda Mwenyezi Mungu vile alivyowatenga na kuweza kuwabariki kwa namna ya ajabu sana. Wengine katika masomo ya sayansi mmetengwa, yani vyote vile. Yani hata wafanyeji uko juu tu, na baadaye tutasikia hapa mnapopewa zawadi hapa, siku mwingine kemia ametengwa. Yani wengine wote walikufukuzia wakashindwa, umetengwa huko juu tu, mwingine biolojia, mwingine geography, siku mwingine historia, mwingine nini, mwingine uchumi. Unashangaa tu umetengwa. Mpige makofi Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutengwa kwa ajili ya hilo. Na katika hilo neno Mwenyezi Mungu tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana katika misa takatifu kwa ajili ya zawadi nzuri ya wazazi wenu, yani baba na mama, wazazi wenu ambao wako njiani wanakuja. Kwanza Mwenyezi Mungu aliwatenga kwanza wazazi wenu, akakufanya uweze kuzaliwa wewe. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana wazazi ambao mmekuja hapa kwa ajili ya malezi ya hawa watoto wazuri sana. Na katika hiyo asanteni kwa sadaka kubwa mlioitoa. Sadaka kubwa sana mlioitoa. Mmejinyima mambo mengi. Na katika kuweza kujinyima ninyi wazazi, mmejinyima ili kabisa kwamba kusudi la Mwenyezi Mungu aliloliweka kwa hawa watoto linatimia. Wanangu, pigeni makofi mengi sana kwa ajili ya wazazi wenu. Na ningetamani msimame wote kwa miguu. Simama hata kama leo najua leo mmevaa viatu virefu sana, wengine vinawatesa kwa sababu hamjavaa muda mrefu. Haya, simameni hivyo na viatu vyenu, ingawa vinaume. Simameni. Mwageukee wazazi wenu kwa. Simama wote kwa miguu yako. Waambieni wazazi, asanteni wazazi wetu kwa kutupenda. Asanteni. Kaini. Ninyi leo hii mnafanya hivi. Naona leo mnafanya hivi. Mnafanya hivi. Wazazi wenu hawafanyi hivi, wengine wameweka tu mawigi. Hamjue mawigi mwe ndani, wamesuka tatu nini? Kama tatu kichwa nini? Ili wewe ufanye hivi leo hii. Walitamani kukaa katika masofa, walitamani kuweza kuwa na maisha mazuri, walitamani kutoka waende hivi, lakini wakajinyima sana. Na ukiangalia asilimia kubwa wanangu, wazazi wenu wametoka katika familia za kawaida sana. Ni familia za kawaida. Si familia za hali ya juu. Watoto wote ambao wametoka katika familia za juu hawapo Tanzania hapa. Na kueleza kabisa siwafichi, hawapo Tanzania hapa. Wapo huko. Ni za kawaida, wamekuwa wakijinyima na mnafahamu. Na wazazi watoto wanaombea sana. Tunawaombea wazazi wetu waweze kupata ada, waweze kutulipia hivi na hivyo, wamekuwa kiwaombea sana. Mwenyezi Mungu awabariki wazazi kwa kutambua kusudi hilo kwamba katika nyakati kama hizi lazima kwamba watoto wetu wanapata elimu. Hata kama ulikuwa ni wajibu wako lakini ukajinyima. Wanangu, katika Mwenyezi Mungu alivyowabariki akawaleta kwa walezi, walimu. Tunawakumbuka walimu kuanzia form 1 mlikuwa mmekuja, wengine hamjua hata kuvaa sketi, tunawaambia sketi inavaliwa hivi. Kuna mwingine alikuwa anavaa sketi inakaa hapa kama wanaume, tukamwambia sketi inakaa upande wa kushoto, mtoto wa kike. Aliwaleta mikononi mwa walimu na hawa masista. Tunawashukuru sana walimu wote. Asanteni walimu kwa kazi nzuri. Asante. Makofi kwa walimu. Tunawashukuru sana masista kwa kazi nzuri sana ya kuwasindikiza watoto. Makofi kwa masista. Vile pia mtupigie makofi hata si wenyewe pia ambao tulikuwa tunakuja hapa mara kwa mara kwa ajili yenu. Makofi mengi sana. Kwa namna kipekee leo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Baba Bozeli. Asante kwa ajili ya maono ambayo ulioka nayo. Nakumbuka mwaka 2002. Mnashangaa nini? Wengine mko bado hamjazaliwa hapa. Wote. Maria yuko hapa, alikuwa bado hajazaliwa. Maria. Yuko hapa Maria leo? Leo siwaoni. Haya. Wote walikuwa bado hamjazaliwa. 2002 tukiwa hapa. Ndio tunaanza safari yetu hapa. Kote kwa ilikuwa ni mapoli matupu. Lakini kuna watu walijitoa sadaka kubwa sana kuhakikisha kabisa mazingira hapa wakaona kabisa kutakuwa kuna future kuja kuandaa watoto. Baba Bozeli, Mungu akubariki sana. Asante kwa ajili ya hilo. Kwenu ninyi
ambao wanangu wale wapendwa sana, ninaomba siku ya leo mnavyofanya sherehe ya kidato cha sita mjione kwamba mmebarikiwa. Ujione kabisa kama wewe ni mbarikiwa, na katika kuweza kubarikiwa kwako jione kwamba umebarikiwa si katika viwango vidogo, umebarikiwa katika viwango vikubwa sana. Mtakapotoka hapa, nendeni nyumbani mkadhihirishie ulimwengu kwamba mmebarikiwa. Usije ukaenda kuishi maisha ambayo kila mmoja atakayeweza kukuona atakwazika kwamba safari yote ambayo umekuwa nayo ya miaka 6 ukubarikiwa kusoma katika shule ya Maria de Matias, ambayo walezi, walimu na kila mmoja alitoa kwa ajili yenu, kwamba unaenda kuishi maisha ambayo si ya baraka. Nendeni mkaonyesha wazazi wenu kwamba mmebarikiwa katika swala zima la akili, nidhamu kubwa na kuweza kujitoa sadaka. Nyumbani kwenu huko mtakapofika, mtakuta wazazi wenu wamechoka. Wamechoka kwa sababu yako. Kawasaidie. Ningetamani sana mkifika pale, najua mtakuwa mtakuwa busy na mambo mengi sana kwa kipindi kama hiki, ila ningetamani muwe busy katika kile ambacho kitakufanya uweze kuwa mwanamke bora. Na sasa hivi huko mtaani huko kuna programu nyingi sana ambazo zinaonyesha katika mwanamke bora. Kwa nini wameweka programu za mwanamke bora? Kwa sababu sasa hivi dunia inakutana na wanawake wa hovyo. Samahani kwa maneno kama hayo, wanawake wa hovyo. Na hao wanawake wa hovyo wako namna gani? Wanawake wa hovyo ni wale ambao wameshindwa kwenda kutambua nafasi yao ambao wamekuwa nayo. Wameshindwa kutambua kabisa kwamba Mwenyezi Mungu amewabariki, na baadaye wameanza kuishi katika maisha ya ajabu. Usisahau kwamba katika baraka ambazo Mwenyezi Mungu alizokuwa amebariki mwanadamu, alimleta mwanamke kwamba yeye mwanamke ndiye atakayekuwa akileta uzao. Mwanamke kazi yake ndio kuzalisha. Kwa hiyo ninyi hapa mnaenda katika swala zima la kuweza kuzalisha. Mtazalisha mambo mengi, sio swala zima la watoto. Mtazalisha mambo mengi sana. Mambo mengi katika kila sekta. Wachumi, maana yake tunategemea programu mpya katika swala zima la uchumi. Watu wa biolojia, maana yake tunategemea kabisa kwamba dunia sasa hivi inaenda kuzaa madaktari wapya. Sio kila sekta. Ila kuna kipengele kimoja tu ambacho kitakachoweza kufanya uonekane kama ni mwanamke. Ukifika nyumbani, mwambie mama, dada wa kazi aende nyumbani, nimefika mimi. Msisahau niliwaambia siku moja, niliwaambia mwaka jana, nilikuwa naongea na ninyi. Wale vijana niliokutana nao wa Israeli ambao walikuwa wamemaliza form 6 kama ninyi, wakawa wanajiandaa kwenda chuo kikuu. Nikawakuta wanasema kwamba tunaenda nje ya nchi, tunaenda kupumzika wiki 2 tunarudi, tunaingia chuo kikuu, na wengine wanakwenda jeshini. Nikamwambia, hela mmepata wapi? Akasema, hela nilikuwa najiwekea kibubu tokea nikiwa form 3. Namna gani? Akasema, niliangalia pale mtaani wakati wa kipindi cha jua kali watu wanakosa maji, nikaweka program, nikatengeneza mashine ya kupoza maji, nikawa nauza pale maji, na nikawa napata hela ndogo ndogo, ikawa inaingia kwenye akaunti yangu, ndio nimepata pesa inatoka. Mkaangalie fursa zilizokuwa pale nyumbani. Ya kwanza, nyumbani pale wanatumia vitafunwa, wewe kawauzie, kapike maandazi na wauzie pale nyumbani maandazi. Anza na hiyo fursa hiyo, anza. Pale mtaani kote pale, hata kama kuna mama ntilie waambie maandazi haya ni ya msomi. Katumieni fursa, kila aina ya fursa. Yaani ningetamani sana mnapoenda chuo kikuu, nendeni chuo kikuu mkiwa mna pesa yenu ninyi wenyewe ambao mmeiandaa. Uambie mzazi, nilifanya 1, 2, 3. Ninajua mkifika pale mtakuwa mnahamu nyingi sana, muangalie kwenye mitandao kuna kitu gani, kwa sababu mlikuwa mmemisi. Sawa, simu zipo. Ila mjifunze kitu kimoja. Msije mkatumia mitandao ya kijamii ikakufanya uonekane kama ni mwanamke wa hovyo.
uonekane ni mwanamke bora kupitia mitandao ya kijamii. Namna gani? Utakacho posti chochote kile katika umri wako hapa kitadumu maisha yote, hakiwezi kufutika, hakitaweza kufutika. Na baadaye katika safari yenu ya maisha, mtakapokuwa mmemaliza chuo kikuu, unataka uingie katika swala zima la ajira, tutakuuliza swali moja tu, tupatie Facebook yako, si Twitter na vitu kama hivi na hivi. Alafu tukikupatia na ukitupatia, tunakukuta ulivyokuwa unajianika huko. Hakuna atakaye kuchukua popote pale, hutachukuliwa popote pale. Na msisahau kwamba mnaingia katika dunia ambayo wasomi wengi wamejaa, hawana kazi. Kitakachoenda kufanya upate kazi, uonekane ni tofauti na wengine, ni nidhamu yako na ubunifu wako na utulivu wako. Hivyo basi, mkaendeleze nidhamu hii. Mlipokuwa katika mazingira haya, mlikuwa mnalindwa na ukuta wa mbeleni kule kwa walinzi, ukuta wa barabarani huku, ukuta wa huku, na kuta nne zilikuwa zinawalinda. Hadi chumbani kwenu kuna kuta nne zilikuwa zinawalinda. Mnaenda katika dunia ambayo haitakuwa inakulinda tena. Mnaenda kuwa exposed. Hakuna ulinzi tena. Kuna mambo mengi sana. Hivyo basi, hutalindwa tena, kajilinde wewe mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Kajitunze. Nenda kajitunze. Itunze nafsi yako. Onyesha watu kwamba umebarikiwa kwa kujitunza. Usisahau, kizuri chajitembeza, kibaya chajiuza. Kizuri? Haya. Wataalamu wa Kiswahili mtusaidieni. Form 4. Mko wapi wanangu? Haya, Kiswahili kizuri chajiuza, kibaya msijitembeze kwenye mitandao ya kijamii. Msijitembeze mtaani. Kwa sababu mmebarikiwa, watu watakuja pale, watakuchukua. Pap. Njoo. Kaa hapa. Songa mbele. Utachukuliwa tu. Ukijitembeza tu, umejifungia baraka, na Mwenyezi Mungu awabariki sana.